Kile ambacho Mungu hawezi kufanya hakika. Kuna kipindi nilikuwa natafuta kazi. Mahali nilipokuwa nafanya kazi, mkataba ulikuwa unaisha na waliniambia kwamba hawatanipa mkataba mwingine. Kwa hiyo na uzuri waliniambia mapema, miezi 5 ama 6 kabla huo mkataba kuisha. Sikuwa na akiba yoyote ambayo ingeweza kunisaidia labda kuanzisha biashara. Kwa sababu wakati ule ndio nilikuwa namuuguza marehemu mama yangu. Kwa hiyo ikabidi nianze kutafuta kazi kwa nguvu zote. Nikawa naingia kwenye hizi website za ajira. Nakumbuka hii website ya Mabumbe ilikuwa ni best friend wangu, maana nilikuwa naingia asubuhi, mchana, jioni kuangalia kama kuna kazi zozote zimetangazwa ambazo sifa zake nalingana nazo. Sasa nakumbuka nilituma maombi zaidi ya 40 katika kipindi cha hiyo miezi. Mahali pote hapo nilipotuma hizo sehemu 40, nilikuja nikaitwa sehemu moja tu. Ilikuwa ni shirika, walikuwa wamepata mradi wa miaka 6 na walikuwa nakwenda kutekeleza huo mradi katika mikoa 6. Nafasi niliyokuwa nimeomba ilikuwa imetangazwa nafasi mikoa yote 6. Kwa hiyo ilikuwa ni nafasi 6. Kwa hiyo nikamwamini Mungu kwamba katika hizo nafasi 6 nitapata. Kamuomba Mungu, nikawa najiandaa sasa kwa interview. Maana tuliambiwa interview zitakuwa 2, itakuwa kuna interview ya kuandika na baadaye ya kuongea. Siku ilivyofika, nikaenda kwenye ile hoteli ambapo interview ilikuwa inafanyika. Kufika pale tukakuta kuna mabadiliko, tukaambiwa kwamba written test au ule mtihani wa kuandika tutafanya na majibu yanatoka siku ile ile, na atakaopita kwenda kwenye oral wataanza oral siku ile ile. Na tukaingia chumba cha mtihani, ilikuwa ni dakika 30. Ukifungua tu kompyuta zile dakika zinaanza kusoma. Nikafanya, nikamaliza, nikiwa na matumaini makubwa ya kupata ile kazi. Hamad, tunakuja kusomewa sasa waliofaulu kuendelea na interview ya kuongea, jina langu halipo. Sikuamini. Nikasema mbona kama nilifanya ile test vizuri? Sasa itakuwaje? Kwa sababu kule kazini mkataba ulikuwa umebaki mwezi mmoja tu kuisha. Na kazi ambayo nilikuwa na matumaini nayo ndio hiyo nilitenda. Nilikaa pale hotelini karibia lisaa zima nikitafakari na waza itakuwaje. Baadaye nikawa sina jinsi, nikaamua kuondoka kule nyumbani. Tena nilitembeaga kwa miguu. Nikiwa njiani mvua kubwa likanyesha, wala hata sikuona kama ile mvua inanyesha. Nikafika nyumbani moyo wangu umeinama. Ninawaza itakuwaje. Lakini baadaye nikakumbuka neno la Mungu linasema shukuruni katika kila jambo. Kwa hiyo hata kama ni baya, nimekosa kuitwa kwenye interview ya pili, ilibidi nimshukuru Mungu. Nikamwambia tu Mungu asante. Wewe unajua baada ya huu mwezi maisha yangu yatakuwa. Nikarudi kuendelea na maisha, nikarudi kuendelea na kazi. Nikiwa pale kazini bwana, ile ofisi ilikuwa ni compound, mle ndani kuna mashirika mengine. Shirika moja likawa limetangaza nafasi ya kazi Dar es Salaam. Ilikuwa ni kazi ya miezi 6. Mimi nilivyoiona wala sikuwa interested kuomba kwa sababu nilishagawahi kuomba, hawakuwahi hata kuni shortlist. Kwa hiyo sikuona sababu ya kuomba ile kazi. Nikawa nimeiacha tu. Sasa hizo kazi zimebaki siku 3. Ile tangazo la kazi kufika mwisho. Deadline. Mtu mmoja mle ndani ya compound. Alikuwa rafiki yangu tu. Akaja ofisini, akaniuliza, "Hivi Martha, ile nafasi ya kazi shirika fulani uliomba? Maana ile ninakaribia na wewe mkataba wako unakaribia kuisha." Nikamwambia ndugu yangu sijaomba kwa sababu kazi yenyewe ni miezi 6. Alafu hiyo shirika nimeshaomba mara nyingi hawajawahi kuni shortlist. Kwa hiyo msitaki kupoteza muda wangu. Akasema wewe usimwamini Mungu. Mbona unataka kumfanya Mungu wako mdogo? Sasa si bora upate hiyo kazi ya miezi 6
Ujipange ndani ya hiyo miezi 6, ikiisha utajua unakwenda wapi, kuliko kukosa kabisa. Ukitoka hapo unaenda kufanya nini? Akaniambia mimi siondoki hapa ofisini kwako mpaka uapply hiyo post. Kwanza hakuna kinachokugharimu kwa sababu bado sio lako ni ofisi. Ingia kwenye system uombe. Basi tu kumfurahisha kwamba aondoke kwenye meza yangu. Nikaingia kwenye system na nikaapply ile kazi. Notification ilivyokuja nikamwambia nimesha apply. Akasema sawa. Sio unaona kitu yote kilichopunguka kwako. Akaondoka zake. Jamani, kumbe yule mtu sasa ndiye alikuwa mjumbe wa Bwana. Mungu alimleta makusudi aje anikumbushe niombe ile kazi, maana ndio alikuwa ameniandaa kwa ajili yangu. Kwa hiyo wakawa hawana mlolongo mwingi wa kuajiri. Kwa sababu ya polisi zao, hizi ajira za muda mfupi wanaweza wakaajiri hata kwa desk review. Kwa hiyo waliopti desk review wakareview, na mimi namshukuru Mungu CV yangu ikawa imepenya pale. Baadaye wakaamua kunichukua mimi. Nilipoenda kule kazini sasa ndo nafika na kugundua kwamba kwenye hii post anaenda maternity. Nikamwambia Mungu, hata katika hili nakushukuru kwa sababu najua ndani ya miezi 6 nitatafuta mtaji, kazi kisha nitaenda kufanya shughuli zangu. Kumbe Bwana ndio ilikuwa njia ya mimi kupata kazi ya moja kwa moja katika shirika. Ndio nikasema jamani, pale mahali ambapo akili zetu na fahamu zetu zinaishia, ndipo wakati ambao Mungu anaanza kufanya kazi. Lisilowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu linawezekana. Kwa hiyo nikajifunza kwamba jamani, Mungu anaweza kutuma mjumbe wake kuja kukukumbusha kuhusu baraka zako. Na atakapomtuma mjumbe atukupe neema ya kujua kwamba hili jambo Mungu analitaka nilifanye ili nifanikiwe. Mara nyingi tunawakimbiza au tunawafukuza wale wajumbe ambao Mungu amewaleta, tunakimbiza baraka zetu kwa kutokujua. Yaani yule mtu mimi asingeng'ang'ania kwenye ile dawati langu, ile kazi nisingeipata na sijui wakati ningekuwa wapi. Kwa hiyo ashukuriwe Mungu asiyetufanya kuwa mawindo ya adui. Ninataka nikutie moyo tu ndugu yangu. Jambo lolote unalolipitia wakati huu na unapoisikiliza clip hii, muamini Mungu. Jua kabisa kwamba kile ambacho Mungu hawezi kufanya hakipo. Mungu atakukumbuka kwa majira na wakati wake. Ikiwa ni kazi, Mungu atakukumbuka, atakupa kazi. Ikiwa ni afya njema, sasa hivi unaumwa, Mungu atakukumbuka, atakupa uponyaji, atakurejeshea afya njema, uendelee katika shughuli zako. Ikiwa ni jambo lolote la kuonewa, lolote lile, Mungu atakukumbuka kwa majira yake. Na atakapomtuma mjumbe wake, usikimbize, kwa sababu utakuwa umekimbiza baraka zako. Neno hili likutie moyo, share na watu wengine liwatie moyo. Mbarikiwe sana, na ninaomba muendelee kufollow hii page ili tuendelee kupata jumbe za kututia moyo katika maisha yetu ya kila siku hapa duniani.